Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, Mnazareti aliye hai. Karibuni nyote tujifunze somo katika siku hii ya leo, na somo linaongozwa na kichwa kinachosema unyenyekevu unavyosogeza msaada wa Mungu karibu. Jinsi unyenyekevu unavyosogeza msaada wa Mungu karibu. Na tumshukuru Mungu. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya uweza, nguvu na maarifa ambayo umeendelea kutujalia. Tunapokwenda kulianza somo hili, tunaomba tukaanze pamoja nawe hata kumaliza kwetu tukamalize pamoja nawe katika sifa na utukufu wa jina lako. Amen. Wapendwa ndugu zangu wa Kristo, Mungu wetu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wetu ni Mungu wa neema na baraka. Na katika siku hii ya leo nimeona nigusie kipengele cha unyenyekevu. Na tunapozungumza kwa habari ya unyenyekevu, kunatokana na kitenzi kinachosema nyenyekea. Nyenyekea ni kama kujishusha, ni kama kujishusha, kupisha kingine kionekana kina nguvu zaidi ya kwako. Na kichwa chetu cha somo kinasema unyenyekevu unavyosogeza msaada wa Mungu karibu. Wapendwa, siri ya kukua katika kumjua Mungu na kushuhudia nguvu zake katika maisha yako ni kunyenyekea. Tabia ya unyenyekevu inaruhusu nguvu za Mungu na utawala wake kuwa na nafasi ndani ya mtu, hivyo kuleta mabadiliko halisi ya kiungu ndani ya mtu. Yohana Mbatizaji katika huduma yake ya kuandaa watu kwa ujio wa Yesu Kristo alitawaliwa na unyenyekevu mkubwa, kwa sababu alitambua aliyemuita. Na katika maandiko matakatifu katika Mathayo 3:11 maandiko ya Mungu yanasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Na tukumbuke kwamba, na huu ndio ushuhuda wa Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, yatengenezeni mapito yake. Katika Yohana 3:11-23. Yohana kwa kadiri alivyojinyenyekesha alifanikisha huduma yake zaidi, kwani kadiri alivyonyenyekea nguvu za Bwana zikaongezeka ndani yake. Na wewe mpendwa msikilizaji wangu, nataka nikwambie, kadiri unavyonyenyekea kwa Mungu ndivyo nguvu za Mungu zinavyoongezeka ndani yako. Kama kuna jambo lolote unaloliendea, utaona ushindi wake Mungu aliye na nguvu zote na mamlaka yote atendapo. Utajifunza kunyenyekea kwake. Tabia ya utakatifu ya kumcha Mungu, ya upendo wa kweli na ya maombi na ya kumwabudu Mungu. Ukiwa na tabia hizo zitaonekana na kuongezeka kwako kila itwapo leo. Mtu mnyenyekevu ni yule anayetambua kwa Mungu ndiye afanyaye. Mimi ni chombo na pasipo yeye si lolote. Ni mtu aliyeweka matumaini yote kwa Bwana katika mambo yote. Kuna mambo yanayoonekana kwa mtu anayejinyenyekeza na mbele za Bwana, na hili ni muhimu kujua ili ulidumishe katika maisha yako yote. Kuna mambo yanaonekana kwa mtu anayejinyenyekeza mbele za Bwana, na hili ni muhimu kujua ili ulidumishe katika maisha yako yote. Jambo la kwanza, Mungu atakuangalia. Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu yule ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Katika Isaya 66:1-2. Mungu, tukumbuke kwamba Mungu anapendezwa sana na mtu
aliye mnyenyekevu, mwenye roho iliyopondeka, aliye tayari kumsikiliza Bwana anachosema katika maisha yake. Roho ya unyenyekevu mbele za Bwana imeambatana na hali ya utayari katika kusikia mausia ya Bwana, utayari wa kupokea maonyo na maelekezo ya Bwana. Mungu ni mkuu sana. Yeye ameumba vitu vyote, na sisi kwa nguvu zetu hatuwezi kufanya jambo kubwa sana la kumfanya Mungu akae hapo. Anasema mbingu ni kiti chake na dunia ni mahali pa kuweka miguu. Anachotaka Mungu ni sisi kutambua hili na kujifunza kunyenyekea na kumsikiliza. Tunaweza kutumika sana katika mambo mbalimbali katika kanisa la Bwana, labda kwa kujiinua au kujionyesha mbele za watu kana kwamba Mungu ni maskini au amepungukiwa. Tutakuwa tumeharibu sana. Katika unabii wa Isaya, Mungu anatukumbusha kuwa mbingu ni kiti cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yake. Tutamjengea Mungu nyumba ya namna gani? Na vyote hivi kafanya yeye. Tukumbuke utumishi wetu kwa Bwana ni tendo dogo la shukrani kwa wokovu mkuu aliotupa. Pendo la Mungu kwetu hatuwezi kulinganisha na lolote. Lakini Mungu, atakaa kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazimtoshi wala mbingu za mbinguni. Sembuse nyumba hii niliyoijenga, walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake. Tasoma kitabu cha Wafalme, anasema lakini Mungu, atakaa kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazimtoshi wala mbingu za mbingu. Sembuse nyumba hii niliyoijenga, walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake, Bwana Mungu wangu. Katika Wafalme wa kwanza 8:27. Hii ni sehemu muhimu ya maombi ya Mfalme Sulemani baada ya kumjengea Bwana hekalu. Anajua ukuu wa Mungu na uweza wake ni wa milele, na kwamba kumjengea Bwana si kwa sababu Mungu amepungukiwa, ila ni tendo la shukrani tu kwa jinsi alivyohusika na maisha ya baba yake Mfalme Daudi na hata wakati wa utawala wake. Anasema kuwa mbingu za mbingu hazimtoshi. Ni mkuu mno, hakuna cha kufananishwa naye, ni mkuu wa milele. Mfalme Sulemani alichomsihi Bwana ni kwamba ayasikie maombi yake. Pia wakati watu wake wa Israeli walipoingia katika nyumba hiyo kuomba, Mungu asikie kutoka mbinguni. Hivyo utumishi wako na uhesabu kuwa ni alama tu ya shukrani mbele za Bwana, kwani yeye ametenda mengi na angali akitenda katika maisha yako. Mungu jishughulisha sana kwa mambo yetu yote mema katika maisha. Anatutunza, anatulinda, anatubariki kimwili na kiroho. Anatuongoza katika kumjua na kufanya mambo mbalimbali katika maisha yetu. Hivyo utumishi wetu ni alama ya shukrani tu. Tukumbuke siku zote kama wafuasi na askari wa Yesu Kristo, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho waokoa. Katika Zaburi 34:18. Unyenyekevu unamfanya Mungu kuwa karibu nawe na kukuokoa. Mungu atakuangalia na kukuokoa. Jenga tabia ya kunyenyekeza mbele za Mungu. Mungu kwa hakika atakutangulia. Wengi wameshuhudia uweza wa Bwana kwa jinsi hiyo. Roho ya unyenyekevu na kumwabudu Mungu inavuta uwepo wake. Hapo atakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Mungu atamuokoa. Haya ni maneno katika kitabu cha Ayubu. Jambo linaloonekana hapa hata katika kuanguka kuna kuinuka, lakini anaonyesha kuwa anyenyekeaye Mungu atamuokoa. Sisi tu wanyonge tunamhitaji Mungu siku zote. Tunyenyekee kwa Bwana. Yeye kwa huruma na kwa pendo lake atatuokoa katika hila zote za adui. Jambo la pili, utainuliwa na kubarikiwa na Bwana. Maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Petro wa kwanza 5:6-7 anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Sababu hasa ya sisi kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ni kwa kuwa msaada wote wa maisha yetu ya kimwili na kiroho katika kufanikiwa unatoka kwa Mungu.
Mkono wake ni hodari, unaweza kutuokoa katika kila hali ngumu ikiwa tunamwamini na kumtegemea katika maisha yetu yote. Mungu ndiye anayeruhusu njia zenye mibaraka na za ushindi dhidi ya majaribu na hila za muovu katika maisha yetu. Neno la Bwana linasema tutakaponyenyekea, yeye atatukweza kwa wakati wake. Mungu anao wakati wa kuwainua watu wake. Kinachotakiwa ni kunyenyekea katika maombi pasipo kukata tamaa. Matokeo ya kunyenyekea kwa Bwana ni kuinuliwa katika kufanikishwa katika mambo mengi katika maisha yako. Ni vizuri ukajua na kuamini kuwa Mungu hujishughulisha sana na mambo yetu. Yeye ni Baba anayehakikisha usalama wa watoto wake. Kama vile mzazi wako wa hapa duniani anavyotamani ufanikiwe, Mungu ni zaidi kwa watu wake. Wewe kama mwana kwake, endelea kumtwika fadhaa zako kwa maombi ya imani na unyenyekevu. Jidhirini mbele za Bwana, naye atawakuza katika Yakobo 4:10. Sisi kama wana wa Bwana tukijifunza kujidhiri siku zote, ahadi ya Bwana ni kutukuza, tutastawi katika maisha yetu. Kukuzwa ambayo Mungu anasema ni jinsi ya kawaida. Kila jambo ambalo Mungu atakuruhusu kufanya kwa unyenyekevu na kwa kujitoa huku ukimsikiliza linakuwa na mafanikio ya kimungu. Hakuna kitakachoharibika. Mungu ana uwezo mkuu, anahakikisha alichokusudia kinatokea. Mbinu na hila zote za adui zinatoweka. Hao wote wanaokungoja wewe uwape chakula chao kwa wakati wake, wewe huwapa wanaokiokota. Wewe ukunjua mkono wao nao wanashiba mema. Haya ni maombi ya Mfalme Daudi, yeye kuonyesha watu wanaosubiri kwa imani na kwa unyenyekevu kwa Bwana wanavyopokea kutoka kwake. Lakini pia hii inaonyesha kuwa Mungu ndiye anayeshibisha watu wake, anashibisha watu wake kwa mema. Ni vema kunyenyekea kwa Bwana, naye atakushibisha na kukuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi somo hili tutaendelea pati 2, ambayo tutaendelea kujifunza kwa habari ya kwamba kunyenyekea Mungu anakuongezea nguvu za maombi. Kwa siku ya leo tuishie hapa. Nikutakia wakati ulio mwema. Barikiwa sana. Amen.